Mko mbele kwa alama moja zidi ya watani wenu Simba Sports Club. Mchezo wa tarehe 15 ndio utakwenda kutoa hatima nani anatabiriwa anatawazwa kuwa bingwa wa kikombe cha msimu huu wa mwaka 2024 2025. Watu wanaisubiri kwa hamu, mpaka hivi sasa hawajapata hatima ya viingilio vya uwanja. Kuna wale wazao kukata VVIP wanasubiri, wana shauku kubwa ya viingilio kutangazwa. Na kitu ambacho kimeonekana kuwashangaza wengi ni ninyi baada ya kutoka hadharani na kuposti kwenye vyombo vya habari mkionyesha maandalizi ya kuelekea katika mchezo unaofuatia dhidi ya Tanzania Prisons. Uko sahihi kabisa. Katika mpira huu wa Tanzania timu mwenyeji ndo anaweza kufanya kila kitu ambacho kwamba kinafanyeje kinawezekana. Yanga ndo mtu wa mwisho, yani sio mtu wa mwisho, mtu wa kwanza kuanza kuposti ratiba ya tarehe 15. Lakini walichokifanya bodi ya ligi wamefanya kwamba wanaweka tarehe 15, wanamwambia na Azam atangaze mechi, wakati kwamba Yanga haya sasa tunakuja kwa mfano umetangaza tarehe 15 mechi inachezwa wapi? Benjamin Mkapa. Nani kasema? Bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndo Yanga ndio mwenye maamuzi na mwenye mamlaka ya kupanga mechi. Ichezwe lini na wapi? Ana ratiba ya kupanga mechi, sio kuchagua uwanja. Chagueni uwanja basi. Sasa tuchague uwanja kwa lipi? Kwa ajili ya mchezo wa tarehe 15. Tarehe 8 ilikuwa ni mechi gani? Tarehe 18 tarehe 8 ilikuwa mechi gani? Hakukuwa na mechi. Hakukuwa na mechi. Ilihairishwa. Nisikilize, ilihairishwa saa ngapi? Saa 6. Mechi baada ya Simba kugoma kufanywa mazoezi na meneja wa uwanja, waliandika barua usiku saa 8. Asubuhi bodi ya ligi wanakuja kuamka akasema mechi ipo. Wakasema wananchi, endeleeni kukata tiketi, muende uwanjani, fungueni mageti. Watu waliingia uwanjani. Wananichezea. Pole. Swali hili nimekuwa sio swali hili limekuwa gumu. Yaani ni kwamba baada ya kuwazuia pale, wakasema wameamka asubuhi wakasema mechi ipo. Tarehe ngapi? Wakasema endelee kukata tiketi. Watu wameendelea kukata tiketi. Wangekuwa ni watu ambao wanataka kuahirisha mpira, pale asubuhi wangesema kwamba jamani msikate tiketi mpaka tulijadili hili swala. Lakini wale wamepigiwa simu na mtu kusema kwamba hii mechi izuieni. Yani tuende mbele na kurudi nyuma, tusifiche. Simba hawakuwa kwenye fiti ya mchezo. Yani Simba walikuwa na majeruhi 5. Alafu wote kocha aliwaambia uongozi wa Simba akasema hivi, mimi mechi msije mkanipa lawama, wachezaji wangu hawako fitness kwa ajili ya kupambana na Yanga. Kwa maslahi mapana ya mpira wetu wa Tanzania, ikatokea kama ambavyo mnaeleza na mnathibitisha ya kwamba tarehe 15 hamuitambui mechi na hakutakuwa na mechi dhidi ya Simba. Unauona wapi sasa mpira wetu wa Tanzania iwapo mamlaka za juu zikiingilia swala hili? Yaani tunachokitaka sisi Yanga kifanyike. Kama kipi? Yanga tumeandika barua kwamba kuna baadhi ya watu pale bodi ya ligi wajiuzuru. Wakijiuzuru sisi tupo tayari kupeleka timu uwanjani. Na tupo tayari kutangaza viingilio. Lakini kama hilo swala halijafanyika, sisi hatupo tayari kwa ajili ya lolote lile. Na ndio maana kwamba kuna mtu yani Machili katangulia hapa akasema kwamba Azam walikula hasara ya milioni 500 kwa mechi ya kwanza ile pale. Wamepeleka kila kitu, wameweka maandalizi kila kitu, lakini sasa leo wanatangaza mechi, wanaenda kuonyesha wapi? Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa tupeleke timu. Unapeleka wapi? Sisi hatupeleki popote, sisi hatuchezi ngo. Unamwogopa Simba? Simba tumuogope? Simba yeye ndo anaiogopa Yanga. Nisikilize ndugu yangu, Simba ndo anaiogopa Yanga kwa sababu ndo maana akapigwa na Singida. Angekuwa anataka dabi ichezwe, angepita hapa na tungemfikiria tarehe 15 tucheze. Kwa hiyo ili mechi ichezwe sasa kwa maslahi mapana na faida ya mtazamaji. Ili mechi ichezwe, bodi ya ligi wajirekebishe. Yaani bodi ya ligi wakae sawa, yani vichwa vyao vitulie vikae sawa. Watoe sababu ya kuahirisha mechi ya tarehe 8. Wakitoa sababu na watu wawajibishwe. Sisi tunapeleka timu. Inajulikana sababu. Inajulikana sababu gani? Simba amezuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho. Simba amezuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho. Hiyo ndo sababu walioitoa. Hiyo ndo sababu iliyopo. Ndugu yangu, baada ya ile mechi kuahirishwa, walikuja hadharani wakasema kwamba tumeahirisha hii mechi kwa sababu kulikuwa kuna viashiria vya rushwa na uvunjishi wa amani. Sasa je, swala linakuja hivi, baada ya ile mechi kuahirisha, nani kwamba TAKUKURU wamekuja hadharani wakasema kwamba kulikuwa kuna viashiria vya rushwa? Au je, Kamanda Mlilo amekuja akasema kulikuwa kuna uvunjishi wa amani?
Cha msingi ni kimoja, Simba anaikimbia Yanga, na ndio maana kwenye CRDB kakimbia. CRDB kafungwa. Hajafungwa sasa, kwa kama ingekuwa na uchovu wa wachezaji. Uchovu haupo, mimi nakupa sababu. Wametoka kucheza tarehe 25. Mimi wametoka kucheza tarehe 25 finali, wamecheza tarehe 28, wamecheza tarehe 31. Wachezaji sio mashine. Usajili na wachezaji wangapi? Wengi sana. Asa je, wale wengine wanafanya kazi gani? Na ndio maana walipopumzishwa ndio umeona ile. Wakina Chasambi wanafanya au watajifunga tena kwenye ule uwanja. Jamani. Sasa mbona tunakuwa tunaongea vitu ambavyo kwamba ni vipo wazi. Wachezaji 30, wachezaji 11 una vikosi vitatu. Wachezaji 30 una vikosi hivi vitatu. Sasa vikosi vitatu unavyo, unashindwa kutafuta kikosi cha kuchezesha mechi na Singida. Na kanuni ya FIFA inasemaje? Na swali linakuja hivi, swali kwamba kitu kimoja kwamba je, wakati kwanza kabla ligi haijaanza, kabla ligi haijaanza huwa wanaita vilabu vyote, viongozi wa vilabu vyote kwa ajili ya kuunda kanuni kwa pamoja. Kanuni inatengenezwa. Kwa nini wao wanatengua kanuni? Yaani Yanga akifanya kosa wanasema busara itumike. Yanga akifanya kosa kanuni itumike. Ila akikosewa wanasema busara. Yaani Yanga akikosewa wanasema busara. Ila Yanga kikosa kanuni itumike. Kwa nini? Kwa hiyo ina maana kanuni inatumika kwa Yanga tu na timu zingine, la kwa timu zingine kanuni haitumiki. Itumike busara. Sisi busara hatuitaki. Yaani kama wanataka tuishi kwa amani, mpira uchezeke kwa amani hii Tanzania, tunataka kanuni zilizopangwa na vilabu 16 zitumike. Zisipotumika hizo kanuni, ina maana sisi tunasema kwamba tarehe 15 mchezo hatuutambui. Wakati niko njiani nakuja, nilitaraji kukuuliza swali hili. Nilitaraji kuuliza swali hili. Huenda ningeliuliza hata kwa mtu aliyetangulia Bwana Machili, lakini limekuja kunijia, nimekumbuka niko na wewe hapa. Rais wa Young Africans Engineer Hersi Said na ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Yaani ndani na tetesi ambazo zinasikika na zinasemekana bwana yule anakwenda kuchukua jimbo. Ni pigo kubwa kwa wananchi, wakae wakijiandaa. Wewe unalizungumzia vipi swala hili? Yaani wewe mwandishi wa habari, wewe inabidi tukuchunguze. Hivi wewe kuchukua jimbo na urais wa Young Africa vinahusiana vipi? Anakwenda kuchukua jimbo kwa maana ya kwamba urais tayari ataweka pembeni. Nakuuliza swali. Nakuuliza swali. Unijibu kiusahihi. Pale Yanga tuna viongozi wangapi? Wengi sana. Wengi sana. Ambao wengine ni wabunge. Gulamali ni nani? Nafasi ataichukua Machili. Gulamali ni nani? Ni mbunge. Afu ni nani kwa Yanga pale? Kwa hiyo nataka kuniambia nijibu swali. Gulamali ni nani? Kwa hiyo Gulamali si mbunge. Kwa Yanga pale yeye ni nani? Kwa hiyo unataka kuniambia kwa engineer hata kama ikitokea amechukua jimbo ataendelea kusalia ndani ya Young Africa? Nisikilize. Nisikilize nikwambie kitu kimoja kwamba yani ubunge na uraisi na vitu vingine havihusiani. Yani kwa Yanga tabaki kuwa rais kama rais na sisi tuendelee kumheshimu kama rais wetu wa Young African Sports Club na mwenyekiti wa vilabu vya barani vyote barani Afrika ambao na Simba kiwemo kama mwenyekiti wao. Kwa hiyo na maana tunasema kuwapongeza. Sasa utampongezaje mtu wa pili? Utampongezaje mtu wa kufika finali? Uwezo kufika finali ukapongezwa. Wewe chukua kikombe ili upongezwe. Yaani wewe mtu anayetakiwa kupongeza ni yule bingwa. Tunakuja sasa. Tunakuja. Baada ya Berkane kuchukua nani Piramidi kuchukua ubingwa. Kapongezwa nani? Kapongezwa Piramidi. Kapongezwa Piramidi. Mamelodi kapongezwa na rais wa CAF. Na timu yake. Kwa hiyo yani usianze kuforce vitu ambavyo kwamba haviwezekani. Na leo nasema kwamba wale wanataka kuforce wacheze kwa serikali, yani na mwana FA. Mwana FA anataka kuforce mechi ichezwe hapa, lakini CAF akasema kwamba mechi haichezwi hapa. Azizi huyo. Huyo ni mzee wa mashuka. Alikuwa akizungumza mwana wa Azizi Ki kama ambavyo tunafahamu hivyo siku ya Azizi Ki Day. Alikuja na staili yake mpya ambayo ilienda mjini, watu wengi walifuatilia. Langu jina ni Njiva Osman, nilikuwa nikiripoti kutokea hapa na nilikuwa nikizungumza na wadau wa mpira wa miguu nchini juu ya haya ambayo yanaendelea hivi sasa, ukakasi wa matukio mbalimbali na tetesi ambazo zinaendelea kushika atamu katika vichwa vya watu. Tumeweza kusikia udadavuzi kutoka kwa Machili na
mzee wa mashuka. Hawa ni mashabiki wakubwa zaidi wa Young Africans. Unapohitaji Yanga uweze kuacha kuwazungumzia hawa. Ni kusitu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Langu jina ni Jiva Osman. Sina ziada na bye bye, tukutane Ngoja kwanza hujamaliza. Sasa mbona lipi? Mimi nimeongea kitu cha mwisho. Sasa mbona unakuwa na upendeleo? Ndio niambie kwamba neno la mwisho neno gani? Ulikuwa una ujumbe gani na kuambia wananchi? Wewe kwanza umeniuliza Aziz Ki, nikajua unakuja na staili ya Aziz Ki. Ili nielezee mafanikio. Ili nielezee mafanikio niliyoyapata kwa Aziz Ki. Ili nitaka nikupe kama kitamanio tu afu nilikatize kama ambavyo nimefanya. Aziz Ki huyo. Basi. Afu nimeacha nukta. Bwana la mwisho. La mwisho. Wanachama wa Young African Sports Club. Pamoja na wapenzi wa Young African Sports Club. Pamoja na mashabiki wa Young African Sports Club. Nasema kwamba kitu kimoja. Sisi Young Africa tunazamilia hili moja. Ni hatuchezi. Ila lakini kutokucheza kwetu tunaomba support kumsupport Engineer Hersi. Tunaomba mwanachama kata kadi, kama una kadi lipia kadi. Hilo ndo linakuwa limeisha. Engineer ataendelea kuwa rais wa Young African Sports Club. Alikuwa akizungumza kama ambavyo umeweza kusikia. Sitakuwa na mengi zaidi ya kuzungumza, ni kusii tu tukutane hapo chini kwenye comment section juu ya kile ambacho amekizungumza mzee wa mashuka. Shuka lake la Young Africans hili linaendelea kudumu miaka na miaka. Sina la ziada.